Habari gani Mwanakewe TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Kewe TV. Rais wa mawakili Tanganyika ambaye anafahamika kama Boniface Mwabukusi. Boniface Mwabukusi kupitia mtandao wa Twitter ameweza kuweka bayana kutokana na mdahalo ambalo ulitishwa na TLS kwa madhumuni kadha wa kadha. Mdhumuni mojawapo ni kuelimisha watu kuhusiana na colonial mentality, ambapo watu wamekuwa na dhana ya kikoloni, lakini pia dhana nyingine pia ambayo au dhamira nyingine ambayo TLS waliweza kuikusudia katika mdahalo huo ni kuhakikisha wananchi wanapata ufahamu kuhusiana na masuala ya kisheria. Boniface Mwabukusi ameandika haya kupitia mtandao wa Twitter, nataka ninukuu: TLS tulitisha mdahalo wa kitaifa kuzungumzia utekaji. Baadhi ya sababu kuu zilizochangia utekaji kulingana na mjadala ule ni pamoja na udhaifu wa mfumo wa utendaji wa jeshi la polisi, yani colonial mentality, na kutotenganishwa kwa shughuli za upelelezi na uchunguzi kutoka jeshi la polisi na kuwa idara inayojitegemea na kujiendesha. Kukosekana kwa ufanisi katika vyombo vya usalama, ikiwa ni pamoja na upelelezi duni, rushwa na ukosefu wa rasilimali, kumechangia wahalifu kuendesha vitendo vya utekaji bila kuogopa hatua madhubuti. Uingiliaji wa siasa katika vyombo vya dola. Kumekuwepo na matukio ambayo vyombo vya dola vimetuhumiwa kushiriki au kufumbia macho vitendo vya utekaji, hasa kwa watu wanaoonekana kuwa tishio kwa mamlaka au malalamiko haya tumeyasikiliza toka kwa Edgar Mwakabela na Mwalima Mdude na Nyagali na wengine kadhalika. Kutokuwepo kwa uwajibikaji na haki kwa waathiriwa, hili limechangia na kukosekana kwa uwepo wa taasisi ya kusimamia jeshi la polisi, haswa linapokuwa linalalamikiwa. Njia ya msingi ni kuboresha tume ya haki za binadamu na utawala bora kwa kuzipa uhuru, fedha za kutosha kwa ajili wataalamu na upelelezi wake, pamoja na kuwa na timu ya wanasheria wake wanaowajibika moja kwa moja kwa tume hii. Wengi waliotekwa na kutoweka hawajapata haki, na serikali mara nyingi haifanyi uchunguzi wa kina na matukio haya, na polisi imekuwa ikitoa majibu kwa jumla. Mazingira kama haya yanawapa wahusika ujasiri wa kuendelea na vitendo hivyo bila uoga wa kuchukuliwa hatua. Malengo ya kisiasa na udhibiti wa uhuru wa kujieleza. Baadhi ya matukio ya utekaji yameripotiwa kuwalenga wanaharakati, waandishi wa habari na wanasiasa wa upinzani, jambo linaloashiria kuwa kuna nia ya kuzima sauti za upinzani na ukosoaji. Hii ni mazingira kama ya upoteaji wa kina Soka na wengine, madhila ya kina Mdude, Nyagali, Soka, Edgar Mwakamera, Mwalimu na Mzee Kibao na kadhalika. Uhalifu wa mfumo, uhalifu wa kupanga kama vile magenge yenye nguvu yanaweza kushiriki katika vitendo vya utekaji kwa lengo la kutisha, kupata fidia au kusaidia ajenda fulani. Lakini mara chache magenge kama haya kuteka wakosoaji amekosea kidogo kuandika, lakini anataka aseme kuwa hayana malengo binafsi yenye kulinda au kuendeleza magenge ya kihalifu. Kukosekana kwa sheria kali na kukosekana kwa utashi wa kuzitekeleza, ingawa kuna sheria zilizopiga vita vitendo vya utekaji wake wamekuwa dhaifu, na hili pia linachangia na baadhi ya maamuzi ya mahakama ambayo kwa mazingira yanayotoa uhifadhi kwenye dhamana ya kulinda uhai wetu, kujificha na kukwepa wajibu wao, na hivyo kuruhusu vitendo hivi kuendelea. Pia nchi kutoweka mfumo thabiti wa kuridhiwa
kwa mkataba wa kimataifa kuhusu utekaji au upotevu wa watu. Hayo ni maneno ambayo Boniface Mwabukusi ameweza kuandika katika mtandao wa Twitter kutokana na kuwepo kwa mdahalo ambao kama TLS waliweza kuitisha kwa lengo la kuhakikisha kwamba masuala ya utekaji na upotevu wa watu yasiweze kujitokeza, lakini ameweza kuweka sababu madhubuti au sababu ambazo zinapelekea masuala hayo kushindwa. Ni pamoja na uwepo wa mfumo dhaifu ambao unapelekea jeshi la polisi lisiwe na ukomo wa mamlaka yake, lakini pia kukosekana kwa ufanisi wa vyombo vya usalama, lakini pia uingiliaji wa siasa katika vyombo vya dola, lakini pia kutokuwepo kwa uwajibikaji na haki za waathiriwa. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo Boniface Mwabukusi ameweza kuyaainisha katika chapisho lake katika mtandao wa Twitter, ambapo aliweka wazi nia ambayo ilikuwa nia wazi kabisa kama TLS katika mdahalo wao ambao walitaka wauandae wa kimataifa. Watu wamekuwa na maoni tofauti katika sehemu ya kuandika maoni kuhusiana na hili chapisho ambalo Rais wa TLS Boniface Mwabukusi ameweza kuliandika katika mtandao wa Twitter. Wa kwanza kabisa hapa namuona anaitwa Andile. Anasema option A ya kuripoti ya kutoa ripoti polisi imeshindikana. Polisi wanasema wao hawahusiki. Sasa option B ni raia kujilinda. Ina maana hawa watu wauaji na majambazi dawa yao ni kukamata na kuchoma moto. Hii option itakuwa suluhisho au kwa tatizo lililopo, au wenyewe wataanza kujitambulisha vizuri. Lakini Boniface Mwabukusi akasema sheria inaruhusu kujilinda, kumlinda nduguyo na mali zake. Kuna mazingira hata ya kujilinda huko ukapelekea mauti ya mtuhumiwa na watakuwa hawajatenda kosa lolote. Lakini Moses Obaba anasema Moses Obaba anasema au kwa maoni yangu tu, mfano chombo ambacho kinapeleleza kinakuwa huru, je, kitaundwa na watu wa aina gani? At least kutoa haki kitaendelea. Boniface Mwabukusi akaja akamjibu akasema, nimefafanua hapo namna ambavyo tume ya haki za binadamu na utawala bora inahitaji ya kujisimamia. Pia tume iwe ya huru kifedha, kinga ya kisheria na uwezo wa kufika popote kufanya lolote kwa uhai wa chama. Lakini pia Bernard anasema kukubali sana senior advocate Mwabukusi, weledi na uwazi wako vitakupa kuaminika kwa raia, na Mungu akubariki always. Lakini Boniface Mwabukusi amesema amina mtu wa Mungu. Lakini Mayoka Paulo anasema mbona unatabasamu kama mambo serious kama hili? Boniface Mwabukusi akaja kumjibu akasema, my smile is very despective, don't take it for granted. Lakini pia Mkude anasema, najaribu kuwaza kama nchi, je, tumeshindwa kujitawala? Mbona kama bado tuko utumwani, ilhali nchi tumepata uhuru toka mwaka 1991. Je, tuliowapa dhamana wameshindwa kutekeleza wajibu wao? Je, tuna uwezo wa kuwajibisha na kama haiwezekani tufanyeje kutoka katika hali tuliyopo? Je, nchi yetu ni ya CCM tu? Ameuliza hapo Mkude. Lakini Mr. IQ anasema utekaji mkubwa unafanywa na vyombo vyenye nguvu na mamlaka pamoja na watu wenye nguvu kiutawala na kiuchumi. Kwa hiyo sioni haja ya kuchunguza, lakini ni kukemea na kukaa nao chini kumaliza utata, na pia kama mtu atakosea awajibishwe kisheria na sio kutekwa au kupotezwa. Masai anasema mtu mkuu ni tuseme wazi tu, wanaotulinda na kutupa usalama ndio wanaotuteka na kutupoteza.
isiwe siri wala uoga. Na daktari mmoja bingwa wa upasuaji alisema alishindwa kujipasua adipo, sasa serikali itawezaje? Lakini Othimbo anasema lakini pia usisahau utungaji wa sheria unaenda kisiasa, kama kule kurudisha usalama katika ofisi kuu na kuwatungia sheria ya kinga kwa makosa wanayofanya wakiwa kwenye majukumu yao. Sasa kama mtu ameshajua hawezi kushtakiwa kwa kosa lolote, ataendeleaje kufanya bila uoga? Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wameweza kutoa katika mtandao wa Twitter katika chapisho la rais wa TLS Boniface Mwabukusi, ambapo aliweza kuzungumzia kuwepo kwa mdahalo wa kitaifa, kuzungumza masuala kadhaa ambayo yangeweza kurekebisha upatikanaji wa haki za binadamu. Jina langu ni D wa Keo TV. Tukutane katika ulimwengu wa siasa. Tafadhali shusha komenti yako katika sehemu ya kuandika maoni. Tukutane wakati ujao. Bye bye. Kwa heri. Ciao.